Mimi naitwa ZK Mbiriti, aliyekuwa mbunge wa Nithi constituency na assistant minister, na aliyekuwa chairman wa chama ya Unity Party of Kenya, moja ya vile vyama viliunda Jubilee Party. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa vile ameangalia Tharaka Nithi na akaisaidia kwa kutuondolea uovu ambao ulikuwa unaendelea. Ya pili, namshukuru President Uhuru Kenyatta kwa vile aliamua kupigana na ufisadi, na vile tunaona inaendelea nchi hii, anaendelea kupigana na ufisadi na tunaona matokeo mazuri. Na tunashangaa na vijana wabunge ambao wanaingilia rais na familia yake, Hassan na Ngeno na Oscar Sudi, ambao wameleta lugha ya matusi na wakiwa na nia ya kuharibu nchi hii kwa sababu ya kufuatilia maslahi yao na maslahi ya watu yao ama mti yao. Tunawakanya hapa tukiwa Tharaka Nithi kuambia, tafadhali, mama wa Uhuru ni mama tunamheshimu sana nchi hii, kwa sababu ndiye first of the first ladies of Kenya, ndiye mama wa kwanza kuwa first lady, na tangu mzee wake aondoke, kwa sababu huyo mama ambaye anamwingilia ni mjane, hajawahi kujiingiza kwa siasa na hatujamsikia akiongea kuhusu mtu yeyote. Kwa hiyo tunawaomba wawe na heshima na muache kabisa na wasimtaje tena. Na wakiwa vijana wanaume, ni aibu sana kwao kuingilia mama makamu, mama labda ambaye mzee kuliko mama akina mama wao, na ni aibu na tunakataa hiyo kata tukiwa Tharaka Nithi County. Tunamshukuru President sana kwa vile amefanya jitihada za kuleta amani Kenya, hasa kujaribu kushirikiana na wale watu wote ambaye walikuwa naongoza mambo ya kubishana katika nchi. Tunajua vile walishikana na Ruto, ilisaidia sana amani Kenya, na wakati pia wameshikana na Raila, amani ikaendelea kuwa timamu na kukawa na mkazo wa amani Kenya. Na tangu BBI ianze, tumeona Kenya ikiendelea vizuri sana, ukiwa hakuna vita, hakuna maneno machafu, isipokuwa hayo maneno ambayo yameanzishwa sasa na watu kama kina Ngeno na kina Sudi. Na tunajua ulimwengu unaangalia na unasikia vile wanaongea, na tunajua bado iko huko, na wakileta shida wanajua kule wanaelekea. Tunashukuru organs zote ambazo zimehusika kwa kuangalia vile Tharaka Nithi inaendelea. Kuna kilio kikubwa sana hapa Tharaka Nithi kwa sababu ya vile mambo imeendeshwa vibaya. Kumekuwa na wizi wa pesa, kumekuwa na corruption katika mambo ya kupeana kazi, tendering processes. Tumeona nepotism, yani mambo ya ufamilia ikiendelea katika ajira, katika kazi zote kutoka kwa viongozi. Na vile wameona kesi hiyo moja ya incinerator, tunaona hiyo is just a tip of the iceberg. Is just a can of worms ambayo imefunguliwa. Ndani ya Tharaka Nithi County kumekuwa na uchafu mwingi, kunakuwa na corruption nyingi ambayo itaonekana kulingana vile
uchunguzi unaendelea. Tunashukuru Anti-Corruption Unit. Tunashukuru DPP. Tunashukuru CID. Na sana tunamshukuru President Uhuru Kenyatta kwa vile aliteua watu ambao wanaweza kazi, watu ambao wanajua ufisadi ni nini, na kwa sababu walichaguliwa watu ambao wanapenda Kenya iendelee. Tunaona machafu imeanza kutoka. Asa tumeona jana wakati gavana wetu Muthomi Njoki amepelekwa huko kotini. Tumesikia leo vile uamuzi wa Chief Magistrate umetoka. Tunamshukuru sana kwa vile iliendelea. Na tumesikia kwamba ameambiwa asikanyage hii ofisi. Tunauliza wananchi wote wa Tharaka Nithi County, kwa sababu kama Muthomi Njoki hataenda huko, makamu wake ndiye atashikilia ushukani wa Tharaka Nithi County. Tunaomba wafanyakazi wote ambao wako huko wamuunge Francis Nyamu Kagwema mkono kwa kushikilia hiyo kazi, na wamuonyeshe kila kitu ambacho kinaendelea, na wananchi wote tumsapoti Nyamu Kagwema, kwa sababu tunajua ni mtu ambaye ako na experience na labda anaweza kufanya kazi bora hata kuliko huyo ambaye alikuwa huko. Ningewauliza viongozi wa Tharaka Nithi, seneta, wabunge na MCAs, let them stand to be counted. Tungetaka kusikia sauti yao kuhusu mambo ambayo inaendelea Kenya, kuhusu kutukanwa kwa president na mama na familia ya president, kuhusu kushikwa kwa Muthomi Njoki. Tungetaka kusikia sauti yao, tujue kama wanaunga corruption ama ufisadi mkono ama wanakatana na ufisadi. Watu wote ambao wanafanya kazi kwa county na wananchi wote wa county, yeyote ambaye ana information yote ama ushahidi wowote kuhusu ufisadi ambayo umekuwa unaendelea hapa, kwa sababu tunajua ni project nyingi sana ambazo zimekamilika kupitia njia ya ufisadi, wajitokeze saa hii waongee, kwa sababu yule alikuwa anatukana watu wakiongea, sasa hayuko. Kwa hivyo hakuna woga tena. Tumepewa liberty, hakuna woga tena. Tutoke sisi wote tuseme ukweli ili serikali ijue ni nini kwa naendelea na uchafu wote utuondoke. Asante sana. Kama sasa akona kesi kotini. Asante. Tunajua kulikuwa na shida. Huyu Muthomi Njoki angefanywa impeachment zamani sana. Lakini vile alikuwa anashikilia mtu anaitwa clerk, vile alikuwa anashikilia assembly, ilikuwa ngumu sana. Lakini kwa vile sasa hayuko, tunaomba MCAs wote 20 wa Tharaka Nithi County washikane pamoja, watuondolee huyu mtu, wamuimpeach, kwa sababu kama hatafanya itakuwa ngumu yeye kutoka. Wamuimpeach atoke ili mwingine achukue ambaye anaweza hiyo kazi, kwa sababu tunaona ameshindwa. Swala ya mwisho, nashukuru chama cha KANU kwa vile tayari wamechukua msimamo. Wamesema Ng'eno astaafu ama watamtoa kutoka kwa chama, na akitolewa kwa chama itakuwa amepoteza nafasi yake ya uongozi. Tungeomba Jubilee pia iangalie huyo mwingine Sudi, imtoe, kwa sababu vyama sio vizuri. Vyama haviwezi kuvumilia watu kama hawa, kwa sababu hawa wanaanzisha mgorogoro ambaye wakati mwingine hautaweza kuisha. Wanawakisha moto ambao ukiwaka itakuwa ngumu sana kumaliza, kwa sababu kuleta chuki kati ya makabila
na kuleta emotions katika watu na kuleta incitement katika watu kupitia maneno, na wao ni viongozi. Hiyo ni kuonyesha nia yao sasa, hata sio ushindi wa 2022. Nia yao sasa ni kwa sababu ya frustrations ambayo wanaona mbele, kwa sababu ya vile wanaona mipango yao inaendelea kuboromoka na strategy zao zinaendelea kukua mbaya. Sasa wanataka kuhakisha nchi moto ili ianze kupigana na ionekane kweli hii serikali haiwezi. Kwa hivyo mapema iwezekanavyo vyama tuondolee hawa watu, na uchochezi kama huyo aondolewe mara moja, na NCIC ifanye kazi yake ipasavyo. Thank you. Shukuru Rais Kenyatta kwa vile ametenda kazi nzuri kwa wananchi wa Tharaka Nithi. Hiyo ni kumaanisha ametusaidia sana, kwa sababu tumelia siku mingi na tumelia kama miaka 3 iliyokwisha tukililia mambo ya ufisadi, na sasa tunaona kweli maofisa wake wanafanya kazi, na kwa hivyo tunashukurani sana. Pia tunashukurani kwa Chief Magistrate yule alikuwa anashikilia hiyo kesi, kwa sababu vile ameamua leo itasaidia wananchi wa Tharaka Nithi kiwango kikubwa sana. Ningetaka pia kusema katika Tharaka Nithi hiyo kilio yetu imekuwa ya siku mingi, na wakati huu tungetaka kuuliza watu wa anti-corruption waendelee kuchunguza mambo mengi katika hii Tharaka Nithi, kwa sababu zile companies zote ambazo zimepewa kazi ni zile tunaona sasa wako kotini, na hiyo ni kumaanisha hakuna kitu transparent kimeendelea kutokana na hizo. Kwa hivyo wale watu wote ambao wamepewa kazi na ile kazi inaendelea, tungeomba isimame kidogo, watu wapewe wale wanaweza, kwa sababu tukiendelea na wale watu ambao wako kotini, companies zile ziko kotini, najua pesa ya Tharaka Nithi itaenda mingi sana. Mwisho kabisa niseme, ningetaka kuomba wale wote ambao wamechaguliwa katika hii Tharaka Nithi kaunti yetu waungane mkono, washike Kagwema ambaye ni deputy governor sasa, wamshike mkono, apishwe awe gavana wetu wa Tharaka Nithi, na tuendelee kumshika mkono ili kazi iweze kuendelea. Na pia nikiendelea kuuliza kama vile Mheshimiwa Petke amesema, watu wote wamshike mkono, kwa sababu tunajua na tuna imani na Kagwema, kwa sababu amefanya kazi siku mingi. Amekuwa mbunge karibu miaka 15, na kwa hivyo tulikuwa nafikiria atakuwa na nafasi nzuri ya kusaidia Mudhomi, lakini kwa vile alitengwa sana na Mudhomi, tunataka wakati huu atoe ujuzi wake wote, na kwanza aanze na kuita viongozi, awashikanishe wote ili tuendelee kujenga Tharaka Nithi County, kwa sababu kilio chetu hapo mbeleni ilikuwa kuuliza Mudhomi kila wakati ashikane na viongozi, lakini alikataa, kwa sababu ni mtu wa kujipenda, ni mtu wa kutaka kuiba peke yake, ni mtu ambaye angetaka mambo yake ajulikane. Na kwa hivyo tungetaka wakati huu ikiwezekana Bwana Francis Kagwema ashikanishe viongozi na Tharaka Nithi tuendelee vizuri. Asante. Na tungetaka kuuliza MCAs wote ambao tunachagua, hiyo ndio gani sasa? Hiyo ndio MCAs wazuri na wamefanya kazi nzuri na wamewahi vinyiliwa sana na Mudhomi, kwa sababu tunajua walikuwa wamefinyiliwa vibaya sana, na wakati huu wamepata nafuu. Tungewauliza waheshimu wale wote waliwachagua, kwa sababu kuna kilio Tharaka, kuna kilio Chuka, kuna kilio Mara, the 3 constituencies. Tungetaka kwa haraka iwezekanavyo waungane wote wa impeach Gavana Mudhomi ili Kagwema apate kufanya kazi na nguvu yote,
na tunajua tutaendelea vizuri, kwa sababu Kagwema ni mtu ambaye pia tunaheshimu, na yeye kwa hiyo miaka yote hajashikwa na ufisadi. Kwa hivyo tungetaka kusikia atu wameimpeach yeye na tuendelee, na tuna imani na MCAs wetu, tuna imani nao sana, lakini wakikosa kufanya hiyo, nafikiri hatutabadilisha mambo mengi, tutakuwa tu pale pale tulikuwa, kwa sababu Gavana Njoki akirudi atawafinyilia sana na ataendelea kuwasukuma na kuendelea kuiba. Unajua mbuzi ikiwa inajua kuiba, hata ufanye nini lazima itoroke na iende iibe tena na irudi. Asante. Nauliza mengi, hata kugeuza uongozi wa assembly, unaona anaifanya yeye peke yake, kwa sababu hataki kuhuzisha wale wanatakikana kama watu wa Jubilee. Viongozi wale walitukana mama wa taifa, wale MPs waombe msamaha kwanza, na hiyo kulingana na wenzangu vile waliongea, sisi tunawaunga mkono katika Tharaka Nithi County, ukiwa ni kwa ofisi watolewe. Ile ingine ni ile kuhusu Tharaka Nithi County. Tharaka Nithi County tumelia miaka mingi. Mzee Kagwema akalia, hakuna mtu wa kumuitika, ukasemekana ni uongo. Nakumbuka wakati tulikuwa na mkutano kama huu, niliwaambia ati pesa ya county inakuliwa na watu wachache. Watu wa Tharaka Nithi sasa wameona corruption mingi Tharaka Nithi County. Kama upande wangu ule mimi natoka, sina stima, iko sehemu mingi sana za Tharaka Nithi sina stima, na hiyo stima ni corruption, kwa sababu tungeomba ule atachukua usukani kwanza amalishe hiyo corruption ya stima, tuwekewe stima. Na iko kitu kingine tulikuwa tunaambia watu ati hii kazi inafanywa na ma contractors ni ya mtu mmoja. Leo au jana waliona hiyo yote inaenda kwa mfuko wa mtu mmoja, kwa sababu hakuna Mugoni Njuki, hakuna bibi yake na hakuna mtoto yake. Sasa hiyo hata ni kufundisha mtoto kuiba, kwa sababu hata ile wachichana wote niliona pale ni wachichana wadogo wale, mimi nilikuwa nasaidia masomo, na sasa hivi wakifundishwa kuiba anawekewa 1,200 Sasa hiyo ni kufundisha watoto wetu kuiba, na hiyo najua itakomaa. Hiyo ingine sisi katika Tharaka Nithi tuna maongea, lakini itakuja baadaye. Hii ni kidogo sababu tiko pesa zingine inasemekana ilikuliwa ya Mbashali. Hii ya corona tuliona kwa magazeti. Sasa tunajua Tharaka Nithi ikizunguzwa mzuri, mtaona pesa mingi iko kwa mifuko ya watu wa familia. Ukienda kwa ofisi huko huwezi kusaidika, ni matusi. Ukienda upande wa Tharaka Nithi, na sisi tunaomba tukiwa Tharaka Nithi County. Niliwaambia wakati mwingine ile watu wanapiganisha watu wa Tharaka na watu wa Chuka Ikambangombe na watu wa Mara, hiyo ni watu wanajipenda, na sahihi wameona kwa magazeti hiyo watu ni kijiji moja kinachukua pesa ya Tharaka Nithi County. Asante sana. Mengi yameongewa ni kuunga mkono na kupiga nyundo kwa wale ambao wameongea kuhusiana na maneno ya Tharaka Nithi na matusi ya mama wetu wa taifa. Otherwise ni kusema hao waombe msamaha, sababu hiyo ni tabia mbaya sana, hata ufai kuchaguliwa kama unatusi mama wa taifa. Mimi ningesema namna hii, nilikuwa nataka kusema kuwaomba our MCAs wetu wa Tharaka Nithi County, hii maneno yote imetendeka kama wako assembly. Hii maneno yote imetendeka na tuko na senator kule kwa Senate. Mimi nataka kusema hakuna mwizi na yule anaiba, wote ni wawizi. Yule anaangalia mwizi akiiba, wote ni waizi. Kwa hivyo mimi ningewapatia kadi ya manjano
kama hawatafuatilia vile watu wa Tharaka Nithi wanasema, wamfanyie Njoki impeachment 2022, hawa MCAs wote ni red card nyumbani kwao, kwa sababu ni wao wanasimamia hii yote uwezama wa pesa ya Tharaka Nithi County. Sababu Njoki akitoa sauti hivi wanaingia chini ya vitanda hawa MCAs. Sasa atuone watakuja kutuambiaje 2022. Namba ya pili, huyu mama wetu Mwadhani Njoki anjua namna hii 2022 apende spende tutamfuza kwa hiyo kiti. Atukupiga kura 120 aenda akafanya kazi ya hiyo gavana. Yeye amekosea watu wa Tharaka Nithi County. Na hatutakubali endelee. 2022 we are kicking him off. Na tutamfuruza kwa sababu jama ya kuweka pesa yote akarudi kwa mfuko wake. Kwani yeye ndiye ana watoto peke yake Tharaka Nithi? Hakuna mtu mwingine ana watoto Tharaka Nithi ni peke yake? Wewe njia sana bwana, hata sisi tuko na watoto. Na Kiswahili. Hata niseme kwa majina naitwa Wilson Mbani. Mimi ni dereva boda. Na naishingi sana huku Chuka town. Na mbinguni tulisikia venye kuliendelea huku Tharaka Nithi County kuhusu Gavana Mwadhani Njoki. Kuanzia kitu Friday hivi alisemekana atashikwa na tulisikia alishikwa. Na sababu yetu kuongea siku ya leo ni kusema ya kwamba tunafurahi sana kwa sababu Gavana Njoki amerudi Tharaka Nithi County. Na sisi tunasisitiza ya kwamba kusema hatustuki na venye gavana ameambiwa. Ile kitu sisi tunajua kama wakaaji wa Tharaka Nithi County ni ati hii kesi itamalizika huko kotini na Gavana Mwadhani Njoki arudi kwa kiti yake ya gavana. Na tunajua ya kwamba Gavana Mwadhani Njoki akirudi kwa hiyo kiti yake, manifesto yake yenye alituandikia kama watu wa Tharaka Nithi, yenye ameanzia kututengenezea soko, kututengenezea county government headquarter ikaja, kututengenezea uwanja DC. Tunajua manifesto ya Mwadhani Njoki akirudi kwa kiti yake tena ataendelea kufanya kazi yake. Na 2022 ikifika tutakuwa na sera mzuri sana ya kuuza kwa watu wa Tharaka Nithi County tukikombea kiti ya gavana 2022. Na sisi tunasema kama tulivyosema ya kwamba hatubaduki na hakuna yeyote atakayetutisha kusema sisi tuko nyuma ya gavana Mwadhani Njoki kwa sababu ya ile kazi ametufanyia kama watu wa Tharaka Nithi County. Tunashukuru sana na tunaambia gavana karibu kwetu sana huku Tharaka Nithi na tuko pamoja na yeye siku zetu zote ambazo tutakuwa naye huku Tharaka Nithi County. Mungu abariki sana. Mimi naitwa Jackie. Nataka kusema sisi kama wamama wa Tharaka Nithi County tumehuzunishwa kwa sababu ya vile watu wamefurahia mambo ya gavana wetu vile ameshikwa na hizi maneno mbaya, lakini sisi kama wamama tunamsupport na tunafurahi vile hiyo kesi vile kumeenda na ataenda kotini ajibu mashtaka na atarudi tu Tharaka Nithi County kututumikia. Tumeona kazi yake mzuri ile inaendelea na tunataka kuambia hao watu wako na chuki na gavana wetu watamuona mpaka 2022 na 2027 bado tutamtachagua. Atakuwa gavana wetu na tunampenda. Kwa hivyo wale wako na chuki waachane na gavana yetu, ataenda kotini na rudi kwa sisi tulimchagua na bado tunamrudisha bado. Asante. Karongo, mimi ni mkaaji wa Tharaka Nithi County. Mimi na kashifu kazi yenye gavana wetu amefanya. Majina yangu naitwa Agnes Karugongo, mimi ni mkaji wa Tharaka Nithi County. Nataka kukashifu kazi yenye inafanywa na Profesa Njoka na kamati ya roho chafu wenye wanaona gavana wetu kila wakati ni mbaya. Sisi gavana Njoki ametufanyia kazi. Senator anasema inatufanyia kazi na sisi ni ngosi ka the other time. Gavana Njoki karibu Tharaka Nithi County tukupenda. Kwa majina ni Godfrey Moira, mkaji wa Tharaka Nithi County. Mimi napongeza kazi ya Mwadhani Njoki ambayo ametendea kana kwamba amefanyia watu wa Tharaka Nithi. Kama ni UN Senator tunaiona, tumeona vile imeosha Tharaka Nithi County imekuwa sawa sawa na tunamwambia karibu sana Tharaka Nithi County na tukikemea kitendo ambacho opponent kana kwamba Professor Njoka na other rival political wanafanya, tunakemea hicho kitendo tukisema kama ni siasa wangojea 2022 ifike, tutapiga siasa. Thank you.